Tunaomba msaada kwenye hii serikali ambayo tumeichagua. Tumepewa wiki hii moja. Ndani ya wiki moja lisipotokea, rafiki yangu mimi mwenyewe na mtoto, mimi nitakuwa wa kwanza kukaa hapo barabarani. Kwa nini wanakuja na bunduki? Sisi tunatenda haki zetu. Wanakuja na bunduki kwa ajili gani? Wakati ni haki yetu ya msingi. Wamegonga watu wawili kwa muda wa robo saa. Watu wako hospitalini. Hawasikii matukio hapa. Nimeanza ziara na wiki iliyopita Ijumaa. Ya kwenda wapi? Ya kutoka wapi na kwenda wapi? Uliza hivi, yale mawe yalepwa na wananchi. Wao wamekuja na bunduki zao na kutoa mawe pasipo ridhaa ya wananchi. Je, ni haki? Serikali ni ya kwao. Mtazamaji, mimi ni Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 1 ya mwezi wa pili mwaka 2026. Hapa ni katika kata ya Sinoni, barabara ya kuelekea mnara wa Voda, ambapo asubuhi hii wananchi wamefunga barabara hii kwa kutumia mawe ili gari lolote lisipite, kwa kile ambacho wameeleza kwamba siku ya jana waligongwa watu wawili hapa katika barabara hii. Lakini pamoja na hayo, siku za nyuma watu zaidi ya 3 wamegongwa, na leo wamefunga barabara hii wakiomba sasa serikali iweze kuwawekea bamsi, kwa sababu pikipiki zimekuwa hatari katika eneo hili na zinakimbia kwa kasi bila kuangalia usalama wa watembea kwa miguu. Wameomba bamsi zikiwekwa katika eneo hili itasaidia kupunguza ajali hizo, kwa sababu vuta ni kuvuta ilikuwa ni kubwa. Diwani wa kata ya hapa Bwana Inyasi alifika kwa ajili ya kuzungumza na wananchi hao, kuwatuliza na kuwaomba kusogeza mawe yaliyoko katikati ya barabara ili shughuli nyingine ziweze kurejea, na ametoa wiki moja mpaka siku ya Jumapili kama leo bamsi hiyo ama matuta yatakuwa yamewekwa katika barabara hii kwa ajili ya usalama wa wananchi. Ni vijana watoyo wanapita wakiwa na mwendo mkali sana, wanatuumizia watoto. Jana wamegonga watu wawili kwa muda wa robo saa. Watu wako hospitalini, na kuna siku tena kuna mbaba amegongwa hapa akafariki wakakimbia. Sisi tunabaki na matatizo, tunashindwa kutuma hata watoto dukani. Tumeamua kufunga barabara ili tuwekewe matuta hapa kwenye hii barabara. Watu wa TANROADS waje watuwekee matuta hapa kwenye barabara yetu. Waligongwa muda wa saa 2 usiku. Mmoja aligongwa kwenye saa 1:30 hivi na mwingine kwenye saa 2 kasoro. Pikipiki, bodaboda wanapita wakinyanyua tairi juu, ndio wakagonga hawa watu. Na alafu wanakimbizwa na watu wa bodaboda wenzao, wanawasaidia, wanakimbia, wanaacha wale majeruhi hapo chini. Wako hospitalini. Lakini wameumia vibaya. Serikali itusaidie kuweka matuta kwenye hii barabara, kwa sababu watoto wa shule pia asubuhi wanagongwa sana wakienda shule. Huwa lazima tuwasindikize watoto mpaka watuwavushe barabara. Kwa hiyo tutakapowekewa matuta, nadhani patakuwa pana usalama kidogo kwa ajili ya hii barabara. Jamani, sisi kama wananchi wa mtaa wa Migungani tumechoka, ili eneo ni korofi. Madereva toyo wanapita kwa spidi isiyokuwa na kiwango maalum. Wiki iliyopita aligongwa mwanafunzi wa shule ya msingi Sinoni. Juzi amegongwa kijana pale mbele. Jana wamegongwa watu wawili kwa wakati mmoja. Kweli ni sawa kwenye ile eneo? Tunaomba serikali yetu ituangalie. Halmashauri ya jiji la Arusha tuangalie. Tunaomba halmashauri ya jiji la Arusha mtuangalie. Tunahitaji mabamsi ili eneo. Tunahitaji mabamsi kuanzia kona ya Komoro mpaka kufika karibia na Ellis Park. Tunahitaji mabamsi. Tumechoka kushuhudia watoto wetu wakiumia. Tumeamua kufunga barabara maana tumechoka. Hatuoni uongozi wa kijiji wala uongozi wowote wa serikali ukijishughulisha hapa. Hatuoni eneo lolote wakitusaidia. Jana wamegongwa watu wawili ndani ya robo saa.
Hakuna mtu aliyefuatilia wala tukuona mtu yoyote aliyekuja kufuatilia hili eneo zaidi ya sisi wananchi kuchukua maamuzi wenyewe. Kwa salama watoto wetu sisi hapa. Umeona maana hapa matukio yamezidi. Nani mara kwa mara. Kwa hiyo tunataka tu salama hapa Bamsi basi. Jana amegongwa mtoto mwanafunzi wa form 3 hapa. Mimi shahidi mwanafunzi anagongwa. Nusu saa akagongwa tena baba mtu mzima. Nikiwa naona. Kwa hiyo tunaomba tu hapa na ni Bamsi. Maana hata mimi pia mwanangu ashagongwa hapa. Kwa hiyo tunaomba tunashika tu Bamsi tu. Hakuna mtu kuvuka hapa wala kupita hapa. Ni msamamo wetu sisi hapa. Paka yeye shida Bamsi tu. Baba ndo tuna uchungu na watoto. Kwa hiyo tumeamua tunachotaka sisi serikalini ni Bamsi tu. Wala hata baba leo gongo paka leo yuko hospitali na bado hali yake julikani. Maana alipasuka kichwa baba wa watu. Niwaahidi na niwaombe wananchi wangu mtutulie. Ninakwenda kushughulikia kuanzia Jumatatu, ndani ya wiki moja tutahakikisha hapa tunapata Bamsi. Sinta roho inaniuma sana kwa sababu wananchi wangu wanaumia na watoto wetu. Jamani, niseme hili jambo sikuwa nalijua katika eneo hili. Leo ndo nimepata taarifa hii, ninakwenda kushughulikia. Kama mnavyofahamu sisi tumechaguliwa hatuna hata zaidi ya miezi miwili. Naomba sana, naomba chonde tuachie, nipeni nafasi hii. Ndani ya siku 7 nitahakikisha kwamba Bamsi inakuwepo. Naomba tu tarehe babangu. Wanaokufa hapa jamani ni wengi, tumechoka. Ndani ya siku 7 unajua ni ndani kuanzia leo. Ni wiki moja. Kana kwamba ni Jumapili Bamsi litakuwepo. Mpaka Jumapili Bamsi litakuwepo. Tunaomba mtekeleze. Tumechoka kuzika, tumechoka. Na kwenda kufanyia kazi hilo. Mpaka Jumatatu ikifika hakuna kilichoendelea. Sio Jumatatu. Narudi barabarani. Nimesema wiki moja. Hakuna shida. Mimi ninachoomba kwa sababu umeshatoa ahadi yako ya Jumapili. Bamsi itakuwepo. Itakuwepo. Endapo Jumapili Bamsi haitakuwepo. Hali itaendelea kuwa hivi. Naomba tashiria uturuhusu moja kwa moja. Hali hii irudi hiyo. Nitahakikisha hiyo Jumatatu mpaka Jumapili itakuwa imekamilika ndani ya siku 7. Ameshatoa siku 7. Huyu ni kiongozi ambaye tunamtegemea. Kwa maana hiyo tumsubiri siku zake ambazo alizosema zitakapokuwa zimefika. Kama hajatekeleza mwenyewe anafahamu kwamba kitu gani kitakachokuwa kinaendelea. Toka tumekuchagua tuje kuonaga mheshimiwa diwani. Watoto wetu wanagonga usikii matukio hapa. Hawasikii matukio hapa. Nimeanza ziara na wiki iliyopita Ijumaa. Ya kwenda wapi? Ya kutoka wapi na kwenda wapi? Ya kimtaa kwa mtaa. Hakuna mheshimiwa bado anapigwa kila siku hapa. Watu wanagongwa kila siku, mheshimiwa diwani atuje kuonaga sisi. Ijumaa ijayo nitakuwepo hapa. Kwa hiyo maana mheshimiwa diwani sisi nani akuchagua? Ijumaa nitakuwa hapa. Ijumaa nitakuwa mtaa huu. Umechaguliwa nani? Kila Ijumaa nitakuwa na wataalamu wote tutakuja nao. Watu wanagongwa kila siku hapa, mheshimiwa diwani, tukikeza hapa. Naye mtoto anayeenda shule, tunamwomba Mungu atulindie watoto wetu. Huwezi kushika mtoto asubuhi umpeleke shule na wakati wa kurudi umrudishe, tunamkabidhi Mungu. Lakini kwa ujinga au uzembe wa madereva baadhi unaoendelea, hatujaridhika nao. Kinachotuuma, kwa nini asubuhi wakati wa kura? Jamani, kapigeni kura. Tuko mstari wa mbele kwenda kupigia viongozi kura. Lakini matatizo kama haya yakitokea, viongozi wanarudi nyuma na hawaonekani. Kwa nini wasionekane? Na wakati wao ndo tumewachagua kama viongozi wa kututetea. Hapa pameua watu wengi, pamenyonga watu wengi. Sio kuvunjika mguu. Na kinachotuuma kingine, kuna mzee hapo Bamajidi. Hana bandama, yuko Mount Meru mpaka dakika hii. Hana bandama, kichwa kimepasuka, anapumua kwa oksijeni. Ni hiyo toyo. Ni toyo. Tunaomba msaada kwenye hii serikali ambayo tumeichagua. Tumepewa wiki hii moja. Ndani ya wiki moja lisipotokea, rafiki yangu mimi mwenyewe na mtoto, mimi nitakuwa wa kwanza kukaa hapo barabarani. Polisi ndio wamekuja, ni vyombo vya usalama. Polisi wako kwa ajili ya kutuangalia. Tunawashukuru kwa kuwa wamekuwa wa kwanza kuja, lakini hatukuona nini? Hatukuona viongozi wetu. Kwa nini maaskari wao wa kwanza kuja kwenye eneo la tukio? Viongozi ambao tunawachagua hatuwaoni. Kuna nini hapo? Hakiko wapi? Tumeweka mawe kama wanawake. Hatuwaoni. Maaskari wanakuwa wa kwanza, kwa nini na viongozi tuko nao hapa mtaani? Viongozi tunachagua nini? Kwani viongozi tunachagua nini sisi? Kila siku. Wenyewe waandishi wa habari, angalieni hili swala bana.
hata usalama. Tunashukuru Mungu ametukimbilia kwa ajili ya usalama wetu. Kama asubuhi kuna yule kaka amekuja na toyo, amezuiwa kupita, alichokifanya karudi kwenda kuchukua sime, anatishia watu. Kwa nini? Mama walioenda leba wakajua uchungu. Wamama walioenda leba ndo amesimama hapa kuweka ya mawe, kwa sababu wanajua kabisa uchungu. Kila siku watu hawana bandama, watu wanapumua kwa oksijeni, kisa ni toyo. Tunyamaze? Hatuwezi kunyamaza ise. Kwa hiyo hayo mawe yaliwekwa na nani? Hakuna kusogea. Wewe ni kiongozi baba, tunaulizana. Nauliza hivi, yale mawe yaliwekwa na wananchi, wao wamekuja na bunduki zao na kutoa mawe pasipo ridhaa ya wananchi. Je, ni haki? Serikali ni ya kwao? Serikali ni ya kwao? Serikali ni ya wananchi. Wewe una shida na sisi? Hao maaskari waliokuja, kwa nini wamekuja kibabe? Kwa sababu wana bunduki. Tuache kwa sababu gani? Ndio mwanzo wa kututishia maisha. Tunakosa amani kwa ajili yao. Kwa nini? Waliua watu hivi hivi hao kwa mabunduki yao. Leo wamekuja na mabunduki yao. Hatutaki kusikia. Usalama gani? Wanao shida, usiongee. Wanao shida. Kwa nini wamekuja na bunduki? Kwa nini wamekuja na bunduki? Hatutaki. Wanakuja na bunduki, kuna vita. Hatutaki huo mchezo. Huo ni mchezo mchafu. Wana hasira na wananchi. Askari wanakuja kutoa mawe barabarani. Wamewekwa na wananchi. Wanakuja na bunduki. Kuna vita. Kwa nini wanakuja na bunduki? Sisi tunatetea haki zetu. Wanakuja na bunduki kwa ajili gani? Wakati ni haki yetu ya msingi. Hii ni haki ya msingi, hakuna vita. Hakuna harusi. Kwanza tumewaweka madarakani, wakae wao. Watulinde sisi. Hii nchi haina vita. Tusaidieni bamsi ziwekwe. Hicho ndio cha msingi. Hapa pawekwe bamsi na hata kule chini. Ile barabara next pale. Pawekwe bamsi. Hawataweza kwenda mwendo kasi hivyo, ndio ushauri wangu. Kutokana na hali ya barabara ni hakuna bamsi, ndio maana sisi tunachoomba ni bamsi tu. Ni bamsi tu. Uwezo kabisa bamsi kwa mwendo. Angalia pale Sinoni kuna mabamsi ya kutosha, lakini kuna pikipiki nyingine zinapita pembeni. Mwendo wao na hapo bamsi itakuwa sawa. Bamsi itakuwa sawa kwa bamsi. Walikuwa nagongwa. Mimi nilikuwa na jambo kidogo kuhusu ile swala la kugongwa kwa hapa watu. Sio mara moja, hata kuna siku kuna mtu aligongwa pale. Lakini nilikuwa naomba swala la bamsi sio mazingira haya. Hapa kuna sehemu ya kubeti. Hapo kuna baa, alafu kuna banda la mpira. Jana kulikuwa na mechi ya Yanga. Pikipiki zimpaki hadi barabarani na mkokoteni wa miwa huko barabarani. Mtu anauza miwa anachungulia mpira kule. Barabara imefungwa. Mtu anatoka kushangilia mpira anaingia katikati ya njia. Je, mtu ataacha kupata matatizo? Lazima apate matatizo kutokana hapa hamna kizuizi chochote, na mtu anatoka huku kanywa huku. Pale kuna baa. Mbele kuna baa. Walitaka bamsi wawekewe pale mbele, wamewekewa. Lakini kuna baa tena pia. Na hapa kuna baa, kuna betting. Je, mtu ametoka kwa na stress zake kaliwa hela? Si anaona bora afe? Hapo kuna betting hapo. Kuna baa hapo. Sawa, kuna banda la mpira. Hilo banda la mpira wakafikiri linafanya nini? Watu wanatoka mechi kipindi cha kwanza kimeisha, watu wako katikati ya njia wamezagaa. Mtu anatoka huko kafikiria haya chombo chake hakina break, anakufanya nini? Anakufanya nini? Kwa jina mimi naitwa Mosi au Kidari. Cha kufanyika bamsi wekwa hapa kuzuia hii sehemu hapa ya betting na banda la mpira. Bamsi mbili, banda la mpira hizi sehemu hapo. Kutokana hapo hivyo watu wanatoka hapo hivyo wanashangilia mpira. Mtu uko katikati ya njia.